Kadri siku chache zinavyozidi kuyoyoma kuelekea tamati ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, hali ya maandalizi ya kuipokea sikukuu ya Eid al-Fitri imeanza kushika kasi katika mji wa Zanzibar. Katika pirikapirika hizo, kamera za Asam Online TV zimezunguka katika maeneo mbalimbali ya mji na kushuhudia msongamano mkubwa wa magari uliotanda katika barabara kadhaa, hali inayochora taswira halisi za shamra za mwisho wa Ramadhan. Hata hivyo, pamoja na shamra hizo, wananchi wameeleza kero wanazokutana nazo, ikiwemo kuchelewa kufika katika shughuli zao za kila siku kutokana na foleni zinazozidi kuongezeka siku hadi siku. Usafiri umetuwa tabu kutokana kuelekea kwenye msimu huu wa sikukuu. Kiufupi inakuwa ni njia zetu ambazo kwa tunatumia kwa usafirishaji hazijakamilika. Maana yake utakuta kwamba njia nyingi zimefungwa. Kwa hiyo tunalazimika kupita njia ambayo kwa vyombo vingi vitatumia kupitia njia hiyo. Maana yake kiufupi inakuwa tunapata changamoto. Sehemu ya kutumia pengine dakika 5 utakuta unatumia kwenye sali moja mpaka dakika 30. Hata kama una chombo cha marangi mawili ambacho kwa kimezoeleka kwamba ni usafiri ambao unakupeleka mara moja safari yako, lakini kwa changamoto ni hizi kutokana na njia, tunalazimika kukaa foleni. Kifupi iko hivyo. Fiki kwa wakati tu, maana kama unakuwa hufiki kwa wakati na kwa mambo mingi yanakwenda nje ya muda kwa sababu hufiki kwa wakati. Hatuende kwa tuko na hali jinsi ilivyo, njia zikikamilika bila shaka kila mmoja atafika sehemu husika kwa wakati. Adha ambazo tunazipata kwa kipindi hichi hapa kutokana na foleni lokopo kubwa kule darajani na gari zinazoingia ni chache, inatubidi tutembee kwa mguu kutoka kule darajani tuje Mnazi Mmoja kupanda gari zingine. Kama pale unaona ile foleni ile pale ni kubwa, tangu mimi nimetoka mpaka sasa hivi zipo gari ambazo za chuo na foni zilizojaza, lakini hamna hata moja iliyotoka. Kwa mimi nilotembea kwa mguu nimefika huku mbali, nimefika huku gari ni mbali kuliko hata ile gari ambayo kutoka pale kuja huku bado haijapinda. Inatoa athari kubwa kwa sababu ukisema uendelee kusubiria gari mpaka ije pale, muda unapotea. Muda ni mali. Ndicho kinachotufanya sisi tutembee kuja huku tunakimbilia muda. Ni hicho. Na ukisema uchukue bodaboda, pia foleni unaiona hiyo hapo na utatoa kwa pesa kubwa zaidi na foleni bado utakaa. Ni bora watu tutembee. Usafiri kusema kweli ni usumbufu wa ugumu kwa raia. Kama mtu anatoka darajani itabidi aje kwa mguu na watoto paka Mnazi Mmoja. Sio kama zamani vile usafiri pa darajani. Sasa hivi ni usumbufu kwa upande wa raia, na kuna watu wadogo na kuna mama, kuna watu wazima. Swala la foleni kuna kujua magari, sio kama na watu kuwa wengi. Magari kuwa mengi, watu kuwa wengi. Foleni kuwasili upo pande mmoja, maana yake kutoka hapa mpaka Magomeni kuna masaa 3 na sali moja. Kutoka hapa mpaka Kariakoo kuna masaa 2 kwa sali moja. Sasa foleni, mambo ya foleni, kuna magari mengi, huwezi kuwa anapiga moto yote kwa kuna magari mengi na msongamano wa watu, na kila ikawa sikukuu ndio ilivyokuwa zaidi. Kama hichi ndio wote jumla na wanaangalia kwa makini.